Salamu alaikum. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, waheshimiwa viongozi meza kuu, kama ambavyo mmeambiwa, kwa sababu ya muda nami nitasema machache. Ndugu zangu wa Temeke, chama chetu kimeamua kwa dhati kabisa kuwasimamia Watanzania, na tumeamua kwa muda mrefu sasa tangu tumepewa jukumu hili na kamati kuu, na kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. No reforms, no election. Tunasema no reform, no election, tuna sababu. Tangu mwaka 95 nchi hii ilipoanza uchaguzi wa vyama vingi, wanaoumia ni raia. Raia wanajitokeza kwa wingi kuchagua viongozi ambao wanawahitaji, lakini tume ya uchaguzi, wenye mamlaka ya kusimamia uchaguzi, wana viongozi wao ambao wao ndio wanawahitaji. Katika hili sasa tumeamua tuhakikishe kwamba kwa namna ya kipekee sana tunashikamana kwa pamoja, tunahakikisha kwamba mfumo huu uliokuwepo unabadilika kwa namna moja ama nyingine. Tunahitaji marekebisho katika sheria za uchaguzi. Nataka niwape mfano mmoja. Kwa kule ninakotokea Zanzibar, CCM hawajawahi kushinda Zanzibar tangu mwaka 95. Mwaka 95 uchaguzi wa kwanza vyama vingi, chama kikuu cha upinzani CUF wameshinda. Wakati huo wapiga kura ni kama 300,000 na kidogo, sio wengi sana. Baada ya matokeo ya uchaguzi, tume ya uchaguzi ilikaa. Baada ya uchaguzi kufanyika, tume ya uchaguzi imekaa muda wa siku 4, na huu ndio taratibu wa nchi hii. Serikali inapokuwa imebanwa, chama tawala kimebanwa, basi ni lazima tume ya uchaguzi kuchelewesha kutangaza matokeo. Hili jambo ambalo linatokea maeneo yote ya Tanzania, na hatimaye sasa CCM wakatangazwa kuwa ni washindi baada ya siku 4. Kilichofuata, watu wengi tu wakapoteza maisha. Tumeshuhudia Zanzibar mwaka 2001, watu wengi wapoteza maisha tarehe 27 Januari 2001 kwa sababu ya kupinga udhalimu ambao umefanywa na tume kutangaza mtu ambaye si shinda. Mambo haya tukiendea katika uchaguzi zijazo, kama ambavyo wenzetu wanashadidia uwepo wa hizi chaguzi, tunaamini kwamba chama pekee ambacho kinaweza kuwatetea Watanzania ni Chadema pekee yake. Na ndiyo maana kwa pamoja tunashikamana. Hatukwenda kusaini ule ujinga ambao umesainiwa kwa Dodoma. Sisi sio wapumbavu kama ambao wanatufikiria. Hivyo basi, ndugu zangu, kuna tofauti ndogo sana ambao unatumika na tume ya Zanzibar na huku NEC. Zanzibar wana mfumo wa kuondoa wapiga kura kila wakati wa uchaguzi. Uchaguzi wa kwanza mwaka 1995 wameondoa karibu watu 65,000 katika daftari ambao hawakupiga kura. Uchaguzi wa juzi mwaka 2020 wameondoa zaidi ya watu 85,000 katika watu 500,000 na kidogo ambao wanapiga kura kwa Zanzibar. Kwa hiyo nyinyi kumekuwa na utaratibu wa kuwaandikisha watu ambao hawana haki au vigezo vya kuandikishwa, watu wenye umri mdogo, wanafunzi wa shule. Sinashuhudia, lazima tukatae hukumu. Tukikaa majumbani tukishabikia Simba na Yanga, tukaacha kuangalia maisha halisi ya watu ambao ni siasa yetu, hatutaweza kufika mbali. Ninawaomba watu wa Temeke, jitahidini sana, tushikamane. Tuhudhurie katika mikutano yetu, tuwasikilize viongozi wetu, na tushikamane kwa pamoja. Siku ya Alhamisi, kauli mbiu ni kwamba free Tundu Antipas Lissu. Kwa sasa no reform, no election, free Tundu Antipas Lissu. Nataka tumsikilize mheshimiwa mwenyekiti wetu, na nawaomba atakayosema tuweze kuyafanyia kazi. Mikutano bado ipo jijini Dar es Salaam, kanda ya Pwani. Tutakutana katika maeneo mengine. Niwashukuru na asanteni sana. Asante. Na sasa naomba nilete kwenu DJ